Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Hongereni kwa kutii wito wa Roho Mtakatifu wa kuwa katika ushirika wa mwili wa Kristo na kujiachia katika huduma hii ya maombi. Kimsingi ni vizuri sasa ukaanza kuangalia maombi kwa jicho lingine. Usiangalie tu kama zoezi fulani la kufanya, lakini hebu anza kuangalia maombi kama sehemu ya utumishi. Kama ulikuwa unasema sijui mimi nitamtumikia Mungu eneo gani la maisha yangu, jioni ya leo nikutie Mungu kuambia kwamba maombi ni sehemu ya kwanza utumishi wako. Haleluya. Maombi yaliyo katika Roho Mtakatifu, maombi yanayohusisha nia yako ya ndani yote, maombi yanayohusisha utu wako wa ndani na wa nje kwa pamoja, maombi ya mzigo yaliyo katika Roho Mtakatifu yanatiririka katika neno la Mungu. Maombi hayo ukiyaomba inavyotakiwa, tayari umeanza utumishi katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Sijui tunaelewana, kanisa la Mungu? Ukiyafanya maombi ya namna hiyo, nafsini mwako jiambie kwamba umemtumikia Mungu, na Roho Mtakatifu atakwambia ni kweli umenitumikia. Haleluya. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu ukiomba kwa kumaanisha namna hiyo, unatenda kazi pamoja na Mungu. Na unapotenda kazi pamoja na Mungu, yanafanyika mambo katika ulimwengu wa roho. Mungu anasimika makusudi yake. Anaposimika makusudi yake, ni utumishi umefanyika, na kunakuja kuangalia nani kashiriki kuwezesha, anakuta ni wewe ulikaa katika nafasi ya maombi. Amen. Kwa hiyo kuanzia leo usije ukasema mimi hata sina utumishi nao ufanya. Kule kanisani huwa naenda tu, lakini mimi ni mshirika. Ni wewe hujaanza kumtumikia Mungu, kwa sababu kila aliyookoka jambo la kwanza analopewa kuwa nalo nini? Ni maombi. Maombi ya watoto wote wa Mungu. Maombi ni ya watoto wote. Kama uwezi kusema nimeokoka afu sina maombi au sijui kuomba au siwezi kuomba. Kuomba ndio kupumua kwa watoto waliozaliwa mara ya pili. Haleluya. Tutaangalia maneno machache hapa ya kutitia moyo, kwa sababu kazi ingaliko na saa 2 tutaingia tena kwenye kazi. Lakini neno la Mungu ndio kila kitu katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Linabeba kila kitu. Linambeba Mungu mwenyewe. Neno lake linambeba Mungu mwenyewe. Linabeba uzima wake, linabeba hekima yake, linabeba uzima, linabeba nuru, linabeba kila kitu unachoweza kukisema katika ufalme wa Mungu, kinabebwa na neno lake. Haleluya. Kwa tunapokuwa tumeomba namna hii, tukaruhusu Roho Mtakatifu alitumie neno lake ndani yetu, anaanza kuachilia vitu ambavyo vinaendelea kututia nguvu na tukasonga mbele. Haleluya. Luka 18 pale naanzia ule mstari wa kwanza. Luka mlango wa 18 mstari wa kwanza ni mstari tuliowahi kusoma hapo nyuma, na ni neno la Mungu hili. Unasema hivi, ni Yesu Kristo hapa alikuwa anaongea na wanafunzi wake. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Imetolewa kama kanuni kwamba imetupasa. Tulirudia tena hapa siku moja kwamba imetupasa. Hilo la kwanza la kuona. Unaweza ukasoma rakaraka usione imetupasa, au kaona imetupasa usielewe maana ya imetupasa. Maana ya imetupasa, imetulazimu. Maana imetulazimu maana yake ni hakuna mbadala. Haleluya. Kwa hiyo imetupasa wanadamu kumuomba Mungu, yaani kuwa watu wa maombi. Ukiitwa mtu wa maombi na unaomba sawasawa, ni halali kabisa. Kwa hiyo imetupasa, ni amri tumuombe Mungu Mungu siku zote. Tunamuomba ni Mungu, lakini siku zote. Na nini? Pasipo kukata tamaa, pasipo kuishia njiani, pasipo kulegea. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno pasipo kukata tamaa ni la muhimu sana. Linaweza likaangaliwa kwa njia mbili za muhimu. Njia ya kwanza ni ile ambayo siku zinaenda
halafu huoni kama kile unachoomba kama kinatokea. Mfano wake ni Elia akiwa katika mlima Karmeli, anaomba, anamtuma mtumishi wake, hebu kaangalia upande wa baharini useme unaona huko nini. Akaenda kuangalia, akasema anga liko vizuri tu, blue, hakuna kitu chochote kingine. Hakukata tamaa, akamwambia utaenda hata mara 7, ya mara yake hamna kuhesabu mpaka litimie. Na kwa hiyo akaendelea, vipi, kuna nini? Hamna kitu, endelea tu. Kwa hiyo hakukata tamaa. Masaa yanakwenda, hakati tamaa. Biblia ituambie aliahirisha, asema narudi tena kesho. Hapana, ilikuwa ni siku hiyo hiyo. Kwa hiyo ina maana alitumia masaa yalisogea tu. Masaa yakasogea tu, nenda tena. Masaa yakasogea tu, nenda tu. Mpaka anakuja kumwambia, naona kawingu fulani kilinganisha ni kama ngumi ya mkono wa mwanadamu. Elia akamwambia, hebu kimbia mara moja, mwambie Ahabu apige mbio, mvua hiyo isimkamate. Ndio watu wa Mungu wanavyofanya kazi. Haleluya. Kwa hiyo tusikate tamaa. Na hiyo kutokukata tamaa inaenda kwanza maombi yenyewe. Yaani ukishapiga goti. Na hili ni la muhimu tu, kwa sababu Roho Mtakatifu anatufundisha mbinu tukiwa kazini, si ndio jamani? Ukishapiga goti, usinyanyuke. Yaani naposema usinyanyuke, ina maana usiondoke kwenye maombi hayo. Sina maana usinyanyuke kwenye ile goti. Unaweza ukachoka magoti ukalala na tumbo, ukachoka ukalala na mgongo, ukalala na ubavu, ukachoka ukatembea unaomba, ukachoka ukarudi tena kwa magoti. Lakini issue ni kwamba usiondoke kwenye hiyo agenda mpaka kumetokea kitu kinachoitwa mzigo kunyanyuka. Mpaka usikie huko ndani kumeachia. Yaani kuna lugha ambayo ni watu wa rohoni tu wanaweza wakaelewa, lakini Kiswahili chake hamna. Yaani unaomba mpaka unasikia nini? Muachilio ndani. Ni wangapi wananielewa nikisema muachilio ndani? Yaani unasikia kumeachia. Na kutegemeana na mtu, kwa sababu kila mmoja ana namna yake ya kutembea na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ana namna yake ya mawasiliano, ya ishara, ya dalili ndani. Mwingine inaachia alafu na kicheko kinakuja. Mwingine inaachia anasikia na furaha imekuja hata kama hamna kicheko. Mwingine inaachia lakini anasikia tu wepesi na hali ya kujisikia vizuri. Yaani lazima kutakuwa na tofauti inayokuonyesha kwamba kumefanya nini? Kumeachia. Sasa tofauti isipotokea utajuaje kumeachia? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hayo ni muhimu sana kuliona, kwa sababu Biblia imetuambia pale kwa Warumi kwamba kadhalika Roho mwenyewe hutusaidia udhaifu wetu, kwa kuwa hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Kwa hiyo Roho anajua jinsi tupasavyo kuomba. Sasa ili tunapiga magoti, Roho anaanza na ile agenda, kwa sababu Roho anajua, moja, anajua kinachotakiwa kuombwa. 2, anajua namna ya kucheza kwenye ulimwengu wa roho, kona za kukata kwenye ulimwengu wa roho, mawimbi namna ya kuyakata, lugha za kutumia, mamlaka ya kutumia. Anajua kwa kuendesha kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho mko pamoja mpaka safari ikatua, ile jambo likakamilika. Maana yake agenda ikakamilika, maana yake ushindi umepatikana katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaposikia kuachilia, maana yake Roho anakuambia agenda hii, sehemu hii ya agenda niliyoikusudia kwa muda huu imefanya nini? Imetimilika. Kwa hiyo hapo unaweza kumshukuru Mungu, hapo kwa furahi, ukajua kuna tofali moja limefanya nini? Limejengwa tayari. Inawezekana agenda kubwa hiyo, lakini sehemu ya A ndio imeisha siku hiyo. Unakuja kesho yake, kumbe Roho Mtakatifu bado anakurudisha kwenye agenda ile, lakini ni B. Tunaomba kwa ajili ya nchi, ukaona yameachilia ndani, lakini agenda ya nchi ni kubwa. Unakuja kupiga magoti tena anakuletea B. Unaenda inatua, inaachilia, unafurahi, unashangilia. Kesho ukianza anakuletea C. Haleluya. Haleluya kanisa. Tunaongea mambo ya ufalme wa Mungu, si ndio jamani?
Sasa inakuja kufika mahali unaona huku nje wingu, kiganja cha mwanadamu. Hiyo sasa inakuonyesha haijalishi mlikuwa na BABC ngapi, hapo Roho Mtakatifu anakuambia finali ya kila kitu ni hii hapa. Sasa pale ni mahali pa kushangilia, ni mahali pa kusema tumetoboa. Haleluya. Muhimu sana ni kutambua sasa wingu lile ukiliona. Kwa sababu kule aliona wingu kule, lakini haina maana unapokuwa unaombea nchi wingu litakuja eti ulione hapo useme hili ndio ile wingu la maombi tunaomba kwa ajili ya nchi. Yeye alikuwa anaomba mvua ndio maana kaona wingu. Sisi tunaomba kwa ajili ya nchi, makusudi ya Mungu yasimame, wokovu wa Mungu usimame, amani ya Mungu mwenyewe isimame katika nchi hii. Kila kitu cha Mungu kisimame, shetani asipate nafasi ya kukoroga nchi. Kwa hiyo lazima kujua wingu likitoka la kuonyesha kwamba tumeshinda, utaliona kwa sura gani. Amen kanisa. Sasa kuna mstari mmoja ambao unatuonyesha umuhimu wa kutokukata tamaa unapopiga magoti kuanza kuomba. Umuhimu wa kushikilia hapo mpaka upate achilio ndani. Kwa sababu watumishi wa Mungu, kuna wakati mwingi tunaanza tukaomba ukawa mwana maombi mpaka watu tunakujua tukasema yule ni mwana maombi. Lakini katika ulimwengu wa roho upige hatua kubwa sana za ushindi, na upige hatua nyingi kubwa za ushindi kwa ajili ya Bwana, kwa sababu kuna kitu kiutaratibu fulani ambacho hujajua namna ya kutembea nacho. Yaani unakata tamaa kabla Roho Mtakatifu hajafika pale kwenye hatua ya siku hiyo. Unakata tamaa kabla hajaiva. Yaani nitumie lugha ya nyepesi, wanaume hatutaielewa sana, lakini kwa nadharia niseme ni sana mwanamke ameenda leba kumpata mtoto, alafu akiwa katika ule mchakato labda yuko nusu ya safari, akasema jamani, huu mzigo mkubwa mno. Alafu safari masaa yamekwenda, akasema kama ingewezekana, akasema acha nichukue pause kidogo bwana. Akachukua pause, likizo. Kasao kabisa, alisema leta na soda nianze kunywa, hii nitaliangalia baadaye siku. Yaani kama ingewezekana, inawezekana, huwa haiwezekani. Sasa hiyo safari si haijafika, hajapata alichokuwa anakitaka kipate, si ndio maana yake? Kwa hiyo watu wanaanza kusema yule alipambana sana, tulisikia hata akilia na akilitia na jina la Yesu. Lakini je, ana mtoto? Hana mtoto. Kwa mfano ingewezekana kesho akasema naendelea, wakamsikia tena anapambana, alafu aja nani akasema na leo ngoja nichukue hili pause tena. Wangesema yule mama bwana tokea juzi anapambana, lakini anapambana mtoto mmemuona? Ni kwa sababu haendi akafika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Samahani wakina mama kama nimetoa mfano ambao unaweza usieleweke sana. Nimejaribu kutafuta mfano haraka haraka. Sasa anayetoa mfano hata hana uzoefu na hicho kitu. Kwa hiyo mumsamehe bure tu. Haleluya. Sasa mstari wa 15 Yohana Mtakatifu. Mlango wa 15 Yohana Mtakatifu. Tuone hilo nilokuwa nalisema. Mstari ule wa 7 nafikiri tunaweza tukausoma tu wote. Yohana 15 mstari wa 7. Hebu kama tumeupata wote tusome kwa pamoja. 1, 2, 3 go. Amen. Anasema ninyi mkikaa ndani yangu moja na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote. Na anakolenga ni hilo neno lote. Usiliombe nusu. Ombeni mtakalo lote. Kwa hicho mnachoomba, omba likamilike. Kama ni ombi unaanza kuliomba, omba liwe lote. Usiishie njiani. Sasa kwa sababu maombi ni ya kiroho, ina maana lazima mruhusu Roho Mtakatifu akupelekeshe mpaka afike mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Na kingine cha kuangalia, kama Roho Mtakatifu ameanza kukupeleka
ukafika mahali mkaanza sasa unanena kwa lugha, unaomba katika roho, katika kunena kwa lugha, na unatirika na Roho Mtakatifu. Usikatize lile kwa sababu umepata mawazo kwenye akili yako kwamba unajua na hisia zetu zinakuwepo wakati huo. Kwa hiyo ukapata mawazo kusema ngoja nilikimbize kwa kuanza kusema naomba na ofisi, naomba namuombea na yule. Unaweza ukafanya hivyo ukakuta unamzimisha roho. Ile agenda ya Roho Mtakatifu umekatiza kwa sababu ukuwa makini kujua anatiririka koje. Alikuwa hajafika, wewe ukaingiza maombi akili yako. Wakati mwingine anaanza kukusaidia. Wakati unaingiza akili yako ukasikia mtikisiko, ukajua ngoja niache. Kwamba unachotaka kuingiza wewe unaenda kaskazini wakati tulikuwa tunaenda mashariki. Kwa hiyo ukiweza kuwa na namna ya kumsikiliza haraka namna hiyo utapona, lakini namna nzuri ni kumwacha muende pamoja mpaka afikie wapi? Kwenye kituo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, tuendelee. Hii kazi ina tija, inahitaji uvumilivu, inahitaji kutokukata tamaa. Tumeona mtumishi wa Mungu Epafra, nitaenda kumalizia pale, tuone hiki kitu alichokuwa anakifanya kama kazi ya uhakika kabisa. Ni Wakolosai mlango wa 4. Wakolosai mlango wa 4 ni mstari wa 12. Mstari wa 2 pale anasema, dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na shukurani, mkituombea na sisi pia kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo ambayo kwa ajili yake nimefungwa. Sasa mstari wa 12 anatoa mfano wa mtumishi ambaye anabeba jukumu hilo. Anasema, Epafra aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu, akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Kwa hiyo maombi haya ya bidii namna hii yanawezesha makusudi ya Mungu kuthibitika, ama kwa watu walioko kanisani, ama kwa watu walioko katika nchi, mapenzi ya Mungu yakathibitika. Haleluya. Lakini tuone kwamba anasema kabisa akifanya bidii siku zote. Kwa hiyo ni kila siku pasipo kukata tamaa, lakini yale maombi yalikuwa na bidii. Maombi ya bidii yanatoa jasho na hata damu, lakini wanadamu hatuna uzoefu mkubwa wa hiyo ya damu, ila Bwana wetu Yesu Kristo huo uzoefu anao, imeandikwa pale Yesemani, si ndio jamani? Aliomba mpaka jasho lake likabadilika likawa ni matone ya nini? Ya damu. Lakini basi yatosha sisi kama tunaambulia jasho la kawaida, mradi maombi yatokee wapi? Moyoni. Haleluya. Sasa anaendelea anasema kuona kwamba ilikuwa kazi. Mstari 13 anasema, maana namshuhudia kwamba ana juhudi nyingi kwa ajili yenu na kwa ajili ya hao walioko Laodikia na kwa ajili ya hao walio Herapoli. Kwa hiyo ana juhudi nyingi. Sehemu nyingine anasema kwamba aliponza hata maisha yake kwa ajili ya hii bidii. Kwa ajili ya hayo niendelee kuwatia moyo watumishi wa Mungu, tusikate tamaa, tusilegee, tutatoboa tu. Amen. Tutatoboa tu kama ishivyo Bwana. Tutatoboa tu kama ishivyo Bwana. Tutaona mabadiliko kwenye maisha yetu binafsi, tutaona mabadiliko kwenye kanisa la Bwana, tutaona mabadiliko kwenye nchi hii, tutaona mabadiliko.
yako mengi yataongea huko, utayasikia na mwingine utaona kwenye mtandao. Labda kitu ambacho Bwana alinikumbusha au alinong'oneza nikiwa naomba mojawapo ya hizi siku, nimalizie na huo mstari wa Petro wa kwanza. Petro wa kwanza nianzie mstari wa sita, naanzia wa sita, nasema mlango wa 5. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 5, naanzia mstari wa 6, lakini mstari nao nataka kukuambia huko hapo chini. Anasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ameze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ambacho nilikuwa nawashirikisha ni mstari wa 8 unaosema kwamba muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa, hii sehemu ya pili, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu wa meze. Shetani anazunguka kama simba angurumaye. Tunaomba, unaweza kuletewa taarifa ngumu, mtamezwa tu, hamna kila kitu. Hiyo ni simba, ni kama simba angurumaye, lakini sio simba. Amen. Tumeambiwa neno moja, tumpinge tukiwa thabiti katika nini? Imani. Kwa hiyo ukisikia yanayosemwa tofauti na kile ambacho tunamuomba Mungu asimamishe, wewe usibishane na hicho kinywa kilichokushirikisha, au kama ni kwenye mtandao, wewe sema tu hiki hakitakuwa. Amen. Sema tu hiki hakitakuwa, unaweka alama ya kosa. Hiki hakitakuwa kwa jina la Yesu. Hiki hakitakuwa kwa jina la Yesu. Usikae kimya, kwa sababu ni simba ananguruma, anatangaza unabii wa uongo. Wewe ukinyamaza kimya, wewe unabii unaweza ukaumbika, ukashanga tena, jamani mbona Mungu anakuambia niliruhusu ujue kinachosema ili ukikansel. Kwa nini ukikansel? Kwa hiyo unasema hakitakuwa kwa jina la Yesu. Hicho hakitakuwa kwa jina la Yesu. Usiache hata kimoja ambacho umekisikia ambacho hakitakiwi kuwepo ukakinyamazia. Haleluya. Mungu abariki. Hiyo ndio hekima tunatembea nayo kama wana wa Mungu. Niendelee kuatia moyo. Ni wangapi ambao saa 2 bado tunakutana katika ulimwengu wa roho? Meanza kulegea, msilegee jamani. Mungu abariki sana. Usilegee, yani mpaka siku Roho Mtakatifu atakayosema basi pumzikeni, kama kuna kupumzika. Kwa sababu kadiri unavyoendelea utakuja kukuta ikiwa tamu sana kwako, hata kuja kusema naona sasa watumishi wa Mungu ile ya saa 2 mnaanza hata mkaiacha, wewe mwenyewe utasema mimi naendelea. Kwa sababu itakuwa tamu sana. Haleluya. Kwa ngapi inakuwa tamu sana hiyo ya saa 2 mpaka saa 3? Tamu sana. Hebu tumadhimishe Mungu. Ni kwa sababu ya ushirika. Yaani wewe unapiga magoti uko peke yako, lakini kumbe ukishapiga magoti ukasema Baba katika jina la Yesu, naunganika na kanisa kwenye maombi haya, ghafla unakuta tayari uko kwenye mtandao. Alafu unafaidi upako wa wengine. Hata kama umeomba tu unakuta mwingine amesha tengeneza upako huko kwenye barabara, tunaufaidi wote tu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni yeye yule mmoja. Haleluya. Karibu kiongozi.